kubwa tunazungumzia katiba mpya, na katika kuzungumzia katiba mpya kama mdau wa masuala ya katiba, kwanza tunataka kuangalia kwa mtazamo wako, katiba ya sasa inalinda vya kutosha haki za wananchi au inalinda watawala? Kwanza jambo la msingi ambalo unapozungumzia katiba ya sasa lazima urudi kwenye genesis ya katiba ya sasa, ambayo tunaporudi kwenye genesis ya katiba ya sasa, unajiuliza katiba ya sasa ni ya nani, iliandikwa na nani, katika mazingira gani, kukiwa na muktadha gani wa kisheria, wa kiuchumi, wa kisiasa, na walioandika walitaka kuachieve nini. Kwa hiyo na iliandikwa kwa kupitia utaratibu gani. Kwa hiyo ukitizama kwa sana katiba ya sasa haikuandikwa na wananchi. Katiba ya sasa haikuwa na mjadala mpana wa umma. Kwa hiyo lazima anayeiandika katiba ndio anayoiandaa kumlinda, kwa sababu ni dhana ya kufanyia kazi. Kuna watu wanasema katiba ni mkataba kati ya watawala na watawaliwa au viongozi na wananchi. Mimi nasema katiba haiwezi kuwa hivyo. Katiba ni amri ya kile na namna ambavyo wananchi wanataka nchi yao iendeshwe, sio mkataba. Mkataba ni makubaliano, katiba sio makubaliano, ni amri inayowekwa. Kwa hiyo katiba ya sasa kwa muktadha wake, kwa vyovyote vile, ilikuwa ni katiba ya viongozi, iliandaliwa na viongozi, ikajadiliwa na viongozi, ikapitishwa na viongozi, na ikatoa mamlaka, privilege na ulinzi mkubwa kwa viongozi kuliko wananchi. Okay, sawa. Sasa kuna wanaosema kwamba Tanzania na sheria nzuri, lakini utekelezaji wake ndio tatizo. Hii ni kweli? Tunahitaji katiba mpya au tunahitaji sasa viongozi wapya kwa muktadha? Sasa ni kusema una kinywa kipana lakini hakina meno ya kutafuna, kina faida gani? Kimsingi huwezi kusema nchi ina sheria nzuri lakini haiwezi kutekeleza. Hilo ndio tatizo la kikatiba, kwa sababu vyombo vya kutekeleza sheria vipo. Kwa nini ushindwe kutekeleza? Ndio kile nasema una kinywa kipana kisichokuwa na meno. Kwa hiyo mtu anaposema hivi is a fallacy. Hatuna sheria nzuri, hatuna katiba nzuri inayolinda mwananchi, inayolinda utawala wa sheria, inayolinda utawala bora, inayoleta uwajibikaji, inayolinda uhai. Honestly hatuna. Ila unachoweza kusema ni kwamba sheria hii licha ya ubovu wake, tuna watu wabaya zaidi kuliko ubaya wa sheria tulizonazo. Hiyo ndio changamoto. Lakini sio kwamba tuna sheria nzuri lakini hazitekelezwi. Yaani tuna sheria mbaya lakini tuna watu wabaya zaidi kuliko ubaya wa sheria. Hiyo ndio changamoto kubwa. Kwa nini sasa tunasema kwamba mchakato wa katiba mpya unatakiwa kuongozwa na wananchi na sio serikali? Kwa sababu katiba ni ya wananchi. Katiba ni kama a social contract. Yaani katiba sio ya serikali wala sio ya viongozi. Na ukimwona kiongozi wa serikali anasema tutaongoza mchakato wa katiba, huyo usimruhusu hata kusogelea chumba cha katiba. Yaani maana yake uwezo wake wa kuelewa katiba ni nini ni fuli. Katiba haiandikwi na serikali, wala mchakato wa kuandika katiba sio mchakato wa kiserikali, ni mchakato wa kiraia unaotakiwa kubaki kwenye mikono ya raia na utashi wa raia. Serikali ni zao tu la katiba. Kwa hiyo vyombo vya kupitisha, vyombo vya kuchambua, vyombo vya kuchakata, vyombo vya kuratibu lazima viwe vyombo vya kiraia vyenye integrity, vyenye kuaminika, lakini ambavyo kila raia akiangalia anaamini kwamba chombo hiki kwa sura na kwa namna kilivyo kitawakilisha maoni na utashi wetu. Lakini wakili, kwa mazingira yaliyopo sasa hivi Tanzania na namna ambavyo serikali inajiendesha, ni kwamba inasema wao inaonekana ni kama wao ndo wameshika kwenye makali, kwa maana kwamba wananadi kwamba tutaongoza zoezi la mchakato wa katiba mpya. Wananchi wenyewe sana sana hatuwasikii kwa sauti hiyo. Hii inawezekana ukisikia mtu anasema kwamba serikali itaongoza ni mjinga. Na ndio maana nasema mtu anamnayo aruhusiwe hata kusogea sehemu katiba inapoandikwa. Lakini kwanza lazima tuelewe kwamba hichi ni kipindi kigumu kihistoria.
lakini ni kipindi ambacho tunatakiwa kuweka maslahi mbele ya taifa. Lakini suluhisho la kweli haliwezi kujengwa kwa ukimya au kelele za kujimwambafai, hofu au propaganda mfu za kisiasa kama hizo wanavyofanya, viburi vya kijinga, ujuaji na ujanja, vitu ambavyo kimsingi haviwezi kuleta tija kwa sasa. Tunahitaji kwanza ukweli, haki na uwajibikaji. Kwa hiyo tunapozungumzia muktadha mzima wa kuandika katiba, ndio nimeeleza, sio zoezi la kitaalamu kama unavyotaka kuligeuza, labda la watu fulani 16 wenye akili sana kuliko watu wote milioni 60 wakae sehemu waandike. Hapana, ni mchakato wa kiraia, mchakato jumuishi. Kwa sababu tunapoandika katiba, manake mfugaji, mkulima, mvuvi, muindaji, kila mfanyabiashara, msomi, kila mmoja ana fursa ya kuona ni namna gani maslahi yake yatalindwa kulingana na sehemu yake, maslahi yake ya kiuchumi, maslahi yake ya kijamii, maslahi yake ya kidini, maslahi yake ya kielimu, maslahi yake ya ulinzi wa uhai wake, ulinzi wa maslahi yake. Kwa hiyo ni mkusanyiko wa jumla ya maoni ya kijamii yote. Kwa hiyo ndio anaokuja kuandikwa sasa kwenye mchakato wa pamoja na kwa utaratibu ulioridhiwa, sio zoezi la kiserikali au zoezi la ni zoezi la kiraia. Kwa unavyoona sasa, kuna dhamira ya kweli ya kisiasa kuhakikisha kwamba katiba mpya inapatikana kabla ya uchaguzi mkuu wa 2030? Kufikiri kwamba CCM watakuwa na dhamira ya kweli ya kukuletea katiba ni sawa sana kujaribu kwenda mbinguni kwa bajaji. Hutafika popote. Katiba lazima wananchi tuhakikishe tunasababisha, yani tunailazimisha na tunahakikisha kwamba tunapata fursa ya kuandika katiba. Na ndio maana nilisema katiba ni mjadala. Lazima tuanze kufungua mijadala, tuanze kufungua hizi forum, tuanze kuzungumza kuhusu hizi namna bora ya namna ya kwenda kwenye katiba. Lakini kusema eti CCM atatupa katiba kwenda wapi? Sio sana kumpa jambazi ya kukadiria namna ya kutengeneza geti. Atakwambia usiweke geti, weka pazia tu. Kwa hiyo CCM hawezi kuongoza au kuwa serious kutuongoza kwenye katiba. CCM ni muongo. Alitudanganya mwaka 95 ni kwa sababu hatuna kumbukumbu. Akavishawishi vyama, akawawezesha mpaka wagombea wa upinzani kuwapa hela za kugombea, watu wakakimbilia kugombea wakidanganywa katiba itakuja. Katiba haijaja mpaka leo. Mwaka 2014 tukaenda, mzee Warioba amewasilisha maoni ya wananchi, wakateka, wakaubaka na kubagaza mchakato wa katiba. Bunge tuliokuwa tukiamini la katiba likajigeuza, likaanza kuleta mpaka waganga wa kienyeji kule bungeni, wanaanza andika, wakateka, wakavuruga kila alichofanya Warioba, wakavunja sheria, wakamfukuza yeye na wenzake kwenye na tume yake, wakauharibu, na tukatokeza ule mgawanyiko uliotokea. Kwa hiyo kusubiri CCM au kuamini kwamba eti CCM watakaa sehemu wakuletee mchakato wa katiba, CCM saizi anakuchezea tu. Itafika 2028 atakwambia siku zimeenda sana, tuwezi kufanya chochote, tunahitaji muda zaidi, tuingie tushiriki uchaguzi, baada ya uchaguzi tutaanza mchakato wa katiba. CCM they are reputed liars, ni waongo waliobobea. Kwa hiyo sio chama ambacho kinasimamia yale kinayosema. Kwa hiyo narudia tena, katiba ni zoezi la wananchi wapewe haki ya kujadili, kujipanga na kuona namna watakavyoandika katiba yao. Umezungumzia hapo kuhusiana na rasimu ya Warioba. Unadhani ni kwa nini maoni yaliyokusanywa na wananchi kwenye rasimu ya Jaji Warioba hayakupewaga uzito mpaka sasa? Ni kwa sababu maoni ya Warioba ni maoni ya wananchi, na serikali ilizoea kuendelea na katiba yao ya maoni ya viongozi. Hii katiba tulionayo ambayo ni maoni ya viongozi, ndio maana hata katiba pendekezwa ni maoni ya viongozi, sio maoni ya wananchi. Ni culture tu. Okay, sawa. Sasa kwa kizazi cha vijana wa sasa, unadhani kinaelewa kwa kiwango gani umuhimu wa katiba mpya, na unadhani Tanzania imechelewa kwa kiasi gani katika safari ya mageuzi? Hapo tunalinganisha vijana wa sasa. Mimi naamini kile unachokiona wanakifanya vijana ndio katiba hiyo. Kama kutokutaka mchezo, haki zao za maandamano, haki zao za kukataa kutii amri za kipumbavu,
kutii wezi wa kura. Yaani kile unajiona kitendo cha kukataa mambo maovu ni katiba, na ile ndio inaitwa ndio constitutional orientation yenyewe. Ukitafuta ndio ukatiba, ile kukataa dhuluma, kukataa kuonewa, kukataa kuongozwa na wezi wa kura, kukataa chaguzi za hovyo za kinafiki zisizokuwa za wazi wala na uadilifu ndani yake, kukataa viongozi laghai. Hiyo ndio katiba. Yaani hilo analokifanya Gen Z, wewe unachofikiri ni vurugu, sio vurugu. Hiyo ndio katiba. Ndio maana tuna vitu kama hivyo sasa tunaviratibu kisheria, tunaviweka na tunakuwa na vyombo ambavyo vinafanya kazi kwa niaba yetu sasa. Kwa hiyo badala ya vijana waingie barabarani, tunakuwa na chombo chenye uwezo wa kuingia na kukamata yule mhalifu. Tunakuwa na tume ya uchaguzi ambayo ni huru, inalinda kura. Kwa hiyo vijana hawataenda tena mtaani. Kwa hiyo kile walichokuwa akifanya ndio ukatiba wenyewe. That is the constitutionalism. Ile ni kwa sababu tu watu wengi wanaoona wana akili ndogo kama ya ile ya kurudia nyumbani na kuparua chini kupata mchanga, utafikiri ile ni vurugu. Ile sio vurugu, ndio katiba. Sasa hili zisiwe mtaani, kila mmoja anajiamulia, ndio tunaziweka na tunaweka vyombo vya kusimamia kwa ukali kabisa ili wananchi waendelee na shughuli za uzalishaji. Lakini sasa hao vijana wenyewe, wengi wao hususan ukipita huko mitaani vijiweni, wanaonekana ni vijana ambao wamekata tamaa ya tamaa na siasa, hayo masuala ya katiba mpya. Wanaona ni kama wote ndio wale wale. Hii imekaje? Vijana hawajakata tamaa, waliokata tamaa ni wazee. Ndio maana wanazunguka na bunduki na risasi na kupiga vichwa vya vijana. Baada ya kujibu hoja kwa hoja, wanajibu hoja kwa risasi. Vijana hawajakata tamaa. Waliokata tamaa ni wazee, na ndio wanaoibaka na kuinajisi nchi. Vijana wanatakiwa kusikilizwa, hawajakata tamaa. Wanatakiwa kusikilizwa hoja zao. Na viongozi wa sasa, unadhani sasa wako tayari sasa kukubali huu mfumo utakaopunguza mamlaka yao kutokana na baada ya kupatikana kwa hii katiba mpya? Wewe jiulize tu, kama wanaweza wakakataa mauaji yaliyofanyika hadharani, wanapongezana hadharani, wanatiana moyo kwenye ujinga. Mtu anazungumza bungeni, ana kauli yake mwenyewe, anajaribu kutudanganya. Alafu unatarajia wewe unakaa hapo atakupa katiba mpya, kuletea katiba mpya mezani. It's not like that. It's not like that. It's not working like that. Kwa hiyo lazima wananchi tuchukue hatamu za taifa letu na tusimame kwa namna yoyote halali, iwe ya maandamano, iwe ya migomo, iwe ya kukataa kutii vitu vya kiovu, lakini tuwaambie mpaka tupate katiba ya wananchi. Tusimame. Jumuiya za kimataifa zinatuunga mkono. Mungu yuko upande wetu, anatuunga mkono. Ni sisi wenyewe. Sasa hivi ni wakati wa muujiza wa wakoma watatu kwenda kwenye kambi ya Washami. Sio wakati wa kuogopa, huu ni wakati wa kuambia ukweli. Hatuna nchi nyingine. Tusiruhusu viongozi kutuchezea, wamiliki ukweli. Tuzungumzie sasa katika jamii za kimataifa, mchango wao upi hasa katika kupatikana kwa katiba mpya nchini Tanzania, ambao mara kadhaa imeundwa tume zote mpaka sasa hivi bado hazijafanywa kazi? Jamii ya kimataifa imejitahidi kwa sasa. Tumeona tuna bunge la Ulaya ambalo mimi kuliko ili bunge letu linalokaa Dodoma ingewezekana lingefungiwa kabisa, ili hela zinazopatikana tu tunawatumia wale wabunge wa Ulaya wanapojadili masuala ya wananchi, au senate ya Marekani inapojadili mambo ya wananchi, kuliko kutumia hizo hela umeme, vyoo kujaza kule bungeni, matumizi mabaya ya maji. Zile jengo lingefungwa kwanza kwa sasa, hata zile hela tu tunazituma kwa watu wanaojadili maslahi ya wananchi. Kwa mimi ninachofikiri jumuiya ya kimataifa imejitahidi kufanya. Tukiona SADC walizungumzia masuala yetu ya uchaguzi na namna ambavyo kulikuwa hakuna uchaguzi. Tumeona Ted Cruz na Shabie kule Marekani, maseneta wale, ule ndio tumeliona bunge la Ulaya linapofanya kazi. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo jumuiya ya kimataifa imeona, na ni kwa sababu vile vile Watanzania sasa wengi wanajitahidi hata kuandika kwa Kiingereza. Unajua mara nyingi tulikuwa tukiandika hii lugha yetu tunaosifiana na kudanganyana kwamba ndio lugha kubwa sijui nini, lakini watu walikuwa hawajui tunazungumza nini. Lakini siku hizi watu wameanza kupata picha kwamba what is happening in Tanzania. Kwa hiyo nadhani jumuiya ya kimataifa they've done a little of what they could, na jitihada zile tuziunge mkono, tofauti na jumuiya kama ya Afrika Mashariki ambao ni mkusanyiko wa wazee wasiokuwa na nia njema na bara hili au eneo hili. Kwa hiyo lakini jumuiya zingine kwa kweli zimefanya kile walichotakiwa kufanya. Kwa hiyo ni jukumu letu sisi wananchi na sisi kuwajibika na kuacha kudeka.
Okay. Unadhani ni lazima sisi kupiga kura ya maoni ili tupate katiba mpya, au mchakato wa katiba mpya umalizikie tu huko bungeni? Hatuna bunge. Tunapozungumza sasa lazima turudi kwenye kuuisha sheria ya marekebisho ya katiba. Tukishamaliza tuunde vyombo vyetu. Tayari maoni yapo yalikusanywa na mzee Warioba. Haya ni maono sahihi kabisa. Alafu pili, tuwe na tume. Sio hii tume ya sasa ya uchaguzi. Tume ya sasa ya uchaguzi ni ya kubeti. Haifai kuachwa hapo kufanya maamuzi yoyote. Na ni kwa sababu tu nchi yetu haina uadilifu. Wale watu hata kuendelea kuwepo pale mara baada ya matokeo yale ya uongo ya uchaguzi hawakutakiwa kuwepo. Kwa hiyo lazima tuwe na tume huru itakayosimamia. Lakini vile vile tuwe na mfumo maalum wa kibunge ambalo sio bunge hili bunge halina ridhaa ya wananchi. Tuwe na bunge ambalo litajadili katiba, bunge la katiba lenye uwakilishi wa kweli wa wananchi. Sasa turudi katika madai ya katiba ya sasa. Madai ya katiba ya sasa, kwa namna mjadala unavyoendelea na maoni ya wengi walioyatoa, unadhani yamezingatia kwa kiasi gani mipango ya kiuchumi kwa taifa la leo, deni la taifa, miradi ya kiuchumi, bajeti na kadhalika? Unajua kwa sasa hatutakiwi kwenda huko dadangu. Ndio. Wala hatutakiwi kufikiri huko. Ndio. Hizi kabla ya kwenda huko tunachotakiwa kuzungumza ni kuundwa kwa tume ya ukweli, haki na uwajibikaji. Baada ya hapo tutaanza kufikiri sawa sawa. Hatutaki kwenda huko. Kwa hiyo yale nilikuwa nikikueleza ni subsequent, lakini mambo ya msingi lazima tuunde kwanza tume ya ukweli, haki na uwajibikaji. Sasa hapo kwenye uwajibikaji, kwa sababu hapa ilipo nchi hapa ilipo imekwama, yani kama ni engine imesizi. Sasa hapo kwenye uwajibikaji ni eneo moja hapo ambalo linalalamikiwa sana sasa hivi. Tunajenga vipi sasa huo uwajibikaji kwenye katiba mpya? Na ni mfumo gani sasa unaweza ukasaidia? Ndio maana nasema tunapoanza na tume ya tume ya haki, ukweli na uwajibikaji, kwanza ndio itakaolei foundation ya kwamba tuendeje kwenye mchakato wa katiba, tuendeje kwenye mchakato wa marekebisho ya sheria, tuendeje kwenye mchakato wa maridhiano. Lakini tumeshaliwa kila kitu. Kwa sababu sasa hivi uwezo kuzungumza uwajibikaji, uwezo kuzungumza haki, uwezo kuzungumza bila kujua ukweli wa nini kilijiri. Kile kilichotokea Oktoba sio kitu kidogo kabisa. Kwa hiyo tunachotakiwa kwanza, shinikizo ni kwamba lazima tuende kwenye ukweli, haki na uwajibikaji, na niwe ni tume yenye watu wenye haiba, watu wenye integrity, watu wenye accountability, watu ambao wanaeleweka kimataifa na wanaaminika ndani ya nchi. Sio watu mtu unakaa tu unajiundia watu wako tu unafikiri wanafaa unawateua tu kama labda mashoga wa kwenda kukaa kwenye kikao cha kitchen party. Hii ni watu ambao tunataka kuliponya taifa. Kwa hiyo ni lazima tuangalie ukweli, haki na uwajibikaji, tume yake iweje. Hiyo tume ndio ijadili mambo yote kwa mapana, ichakate. Kuna tunaposema uwajibikaji lazima tuanze na uwajibikaji wa haya yaliyotufikisha hapa. Kuna wenzetu maelfu hatujui wako wapi. Kuna wenzetu mamia wametekwa. Kuna watu wameuawa, watu wamepoteza watoto. Kwa hiyo tunatakiwa kuanza na hayo. Tukishamaliza hayo tukayaweka sawa, ndio tunaanza kwenda kwenye maridhiano. Pale kwenye maridhiano ndipo tunapopanga na time frame ya implementation ya mambo mengine. Wakati tunaelekea mwishoni, je, katiba mpya ikipatikana ni mambo gani hasa yazingatiwe ili kulinda maliasili zetu na haki zingine? Jambo la kwanza ardhi. Kila mwananchi awe na haki ya kumiliki ardhi yake. Hii ya kuambiwa sio rais ni mdhamini wa mali. Rais naye ana mashamba ya babake ndo akamiliki huko. Kila mtu amiliki eneo lake na apewe haki hiyo. Serikali kama kuna maeneo ibaki na serikali, kama kuna kalevi au kataksi kulipa kulingana na kipande cha ardhi anachomiliki mtu, sawa. Jambo la pili, lazima tulinde haki za wananchi katika maeneo yao. Kama kuna madini chini ya hiyo ardhi yakigundulika, sio unafukuza huyo mtu tayari ni shareholder hapo. Katika miradi kama hiyo lazima tulinde maliasili zetu kama bandari, mbuga za wanyama na mazingira na tamaduni zetu.
Lazima tulinde madini yetu. Lazima tuweke utaratibu mzuri unaohakikisha kwamba tunatumia rasilimali tulizonazo kwa faida yetu, lakini vile vile tunaweka akiba ya namna bora ya wenzetu watakaokuja baadaye watafaidi rasilimali hizo. Lazima tuweke mfumo mzuri wa kimahakama na maamuzi na kuondoa madaraka kwa viongozi, yani kupunguza vyeo vya kuteuliwa. Unafuta vyeo kama vya wakuu wa mikoa au wakuu wa wilaya, futa vyote hivyo. Viongozi wachaguliwe na kura ya wananchi. Kiongozi asiyekuwa wa kura ya wananchi asiwepo kwenye mfumo wa utawala. Huyo aishie kwenye mfumo wa uwakilishi. Huyo aishie kwenye shughuli za kiutendaji za kiserikali kama ukurugenzi, ukamishna na vitu gani. Lakini kuanzia wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa, tupunguze bunge. Katiba iangalie, lazima kuwe na bunge la Tanganyika. Lijadili mambo ya Tanganyika, haki za Watanganyika na bajeti za Watanganyika. Kuwe na bunge la Zanzibar la kujadili haki za Wazanzibari, bajeti ya Kizanzibari na mipango ya Kizanzibari. Na tuwe na bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na mtu asikwambie eti bajeti itakuwa nyingi, itakuwa kubwa. Zanzibar sasa hivi kuna makamu wangapi wa rais, kuna marais wangapi Zanzibar? Huko tuna marais sasa hivi nchi na marais kama 5. Utasemaje kwamba tutashindwa eti kuwa na kwa hakuna? Inawezekana kabisa rais wa Zanzibar akasimamia mambo ya Zanzibar, rais wa Tanganyika na tukawa na rais wa Jamhuri ya Muungano. Kwa hiyo lazima tuliangalie hilo la serikali tatu na kuliwekea mfumo mzuri. Lazima tuweke mfumo mzuri wa upatikanaji ya tume ya uchaguzi. Hilo ni eneo ambalo halitaki kufanyiwa mchezo kabisa, kwa sababu ndio eneo ambalo wananchi wanashiriki kuweka watu madarakani. Lazima tuweke mfumo mzuri wa usimamizi wa mahakama zetu na mfumo wa utoaji haki. Majaji wanapatikanaje? Wanafanyaje kazi yao? Bajeti yao inatoka wapi? Tume ya usimamizi na nidhamu ya mahakimu na majaji ikoje? Inaundwa na nani? Inakwendaje? Haki za mawakili wa kujitegemea, kwa sababu wengi hawajui kwamba ili haki wakili wa kujitegemea naye ni mmoja ya mtu anayehakikisha utendaji na upatikanaji wa haki. Anashiriki vipi? Kwa hiyo maeneo hayo ni moja ya maeneo muhimu sana. Sehemu ya maadili ya taifa, national ethos, lazima iwepo. Ndio maana tuna maviongozi majizi, maviongozi yanatumia matoto yao au yanatumia marafiki zao kuvuruga nchi. Watu ambao wanalalamikiwa kwa ufisadi na wizi, unawaona ndio wamejizungusha karibu ya viongozi wetu wa juu. Hili jambo ni kinyume na maadili. Tunahitaji kuweka misingi ya kikatiba itakayohakikisha uadilifu, na vile vile kurahisisha namna bora ya bunge kumuondoa rais au kiongozi au spika wa bunge anayeshindwa kutekeleza wajibu kwa maslahi ya taifa, sio maslahi ya serikali au ya chama chake, maslahi ya taifa. Kwa hiyo kuna maeneo mengi ya kuboresha kwenye uendeshaji, uteuzi wa nafasi. Sio rais anateua kila kitu. Tunacheki vipi? Nini involvement ya bunge? Check and balances zinakwendaje? Nafasi hizi zinapatikanaje na kwa ushindani gani? Kwa hiyo unakuta nafasi nyingi ni kama za kustaafia tu. Mtu anaambiwa wewe mwenyekiti wa bodi, amekaa huku mtu staafu, muda anaotakiwa kucheza na wajukuu ndo anapewa, anapelekwa kwenye bodi muhimu inayohitaji critical mind, inayohitaji focus, inahitaji liberal mind ili iweze kucompete na changamoto za sasa za kidunia. Lakini unakwenda kupachika wazee wa staafu kila sehemu ukitarajia matokeo. Mwisho wa siku watu wanafikiri zile ni pension na hisani. Kwa hiyo ni maeneo ambayo katiba yetu lazima yafanyie kazi. Wewe ni rais wa TLS, na kama rais wa TLS ina nafasi gani katika kushinikiza mchakato wa katiba mpya? Kazi ya TLS sio kushinikiza, ni kushauri, kufacilitate na kuanzisha. Na hilo tayari tunalianza. Tutaanza kuwa na mijadala hivi karibuni, na tutakuja na katiba ya Tanganyika, katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mapendekezo mbalimbali ya marekebisho ya sheria. Tutakuja na hizo draft rasimu. Tutakuwa very proactive kwenye hili. Sisi tutasubiri kudanganywa au kusubiri propaganda za kisiasa. Na kama nadhani mapema tu mwezi wa 6 huu kuna kazi tutakaofanya. Tutaanza mijadala hiyo kitaifa. Na sasa tuna program inayoendelea mtaani kupitia Wakili TV inaitwa Katiba Kitaa, ambapo tunataka kuwasikiliza tu wananchi wanaofahamu gani, wana maoni gani na wanafikiri nini kuhusu marekebisho ya kisheria na kikatiba. Kama ungepewa nafasi ya kuandika vifungu 3 muhimu vya katiba mpya leo, ungeanza na nini?
maadili ya taifa, maadili ya uongozi wa taifa ndio ningeanza nao. Pili, ningeondoa kinga zote kwa viongozi wa juu pokuwa rais ambaye itapunguza chache. Cha tatu ambacho ningefanya ni kwenye tume ya uchaguzi na mfumo wa kupatikana majaji. Cha nne ni kwenye maliasili na ardhi. Hao ni maeneo ambayo ningeanza nao na kuyaboresha sana. Okay. La mwisho lakini sio kwa umuhimu. Kwa sentence moja tu. Kwa nini Mtanzania wa kawaida anatakiwa kupigania katiba mpya? Katiba ndio silaha. Katiba ndio kichwa cha nchi. Katiba ndio mila na desturi. Ukisikia viongozi wanasema eti mtu amecheza uchi anakwambia huyu hii sio mila na desturi yetu, wewe ni kiongozi mchamba. Sisi tulikuwa tunavaa bikini. Wanyakyusa kwa asili kwa mfano walikuwa wanavaa bikini akina mama. Tunajikinga tu kabisa, anakaa anatembea uchi kabisa. Kwa hiyo kuvaa gauni refu lililofunika miguu sio utamaduni wa Mnyakyusa. Hivyo nenda kwa muadhabu, nenda kwa nani? Kwa hiyo mila na desturi yetu ni katiba. Kwa hiyo mtu akisema hizi jambo hili sio mila na desturi yetu, mwambie hiyo mila umeipata wapi? Hiyo desturi umeipata wapi? Kwa hiyo mwananchi yoyote aelewe kwamba katiba ndio inayopanga amkeje, asome vipi, aishi vipi, afe vipi. Hilo ni katiba. Kwa hiyo katiba ndio dira ya kufikiri, ya kupanga, ya kuona na muamko wa uelekeo wake kwa kila siku. Kwa kila mmoja aone kwamba swala la katiba ni swala la kufa na kupona, is not an option. Okay. Shukrani sana Wakili Mwabukusi, asante kwa muda wako, na kwa sasa sina lingine la ziada. Nashukuru pia kwa kunipa muda wako kuweza kuzungumza na wewe kuhusiana na masuala ya katiba mpya. Asante sana. Haya, shukrani na uwe na siku njema.